Mimi naitwa John Ulanga, ni balozi na mkurugenzi wa diplomasia ya uchumi kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Lakini leo nimekuwa mmoja kati ya wazungumzaji katika shughuli ya kutoa tuzo kwa wa kina mama au wanawake ambao wanafanya vizuri kwenye uongozi wa makampuni Tanzania, makampuni ya umma na makampuni binafsi. Kwa hiyo kila mwaka taasisi inaitwa WIMA ambaye ni taasisi ambaye iliundwa kwa ajili ya kutambua na kutuza vipaji vya uongozi au mahiri wa uongozi katika makampuni ya umma na makampuni binafsi. Kwa leo ni siku ya kuwapa zawadi au kuwapa tuzo wale ambao wametambulika, na lengo ni kwamba kwa sababu kihistoria inaonekana wanawake hawana nafasi za juu katika uongozi. Kwa wale ambao wanapata nafasi za uongozi katika mashirika ama nafasi za juu kabisa au nafasi katika ngazi ya management na wanafanya vizuri, basi wanapewa hizo tuzo ili kutambua mchango wao katika maendeleo ya nchi yetu. Kwa hata leo katika mazungumzo yangu na wao nimesema ni sawa, tunawapa tuzo na ni jambo zuri, lakini je, tunawezaje kutumia hizi tuzo kuweka mabadiliko ya kimfumo ili kuwawezesha wanawake wengi zaidi waweze kuchukua nafasi za uongozi. Sasa hivi tuko katika muda ambapo Mheshimiwa Rais wa nchi yetu ni mwanamke na ametuonyesha kwamba wanawake na wanaume ni jinsia, kinachomata ni uwezo wa kuongoza. Sasa ni kwa kiasi gani wanawake ambao katika ngazi za uongozi katika makampuni ya umma na makampuni binafsi wanachukua hiyo kama changamoto ya kukuza uwezo wao na kubadilisha ule mtizamo hasi kama mwanamke hawezi kuwa kiongozi. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo nimewapa, na nimesema ili tuweze kufikia malengo ya dira 2050 tunahitaji wanawake wengi zaidi wawe na mtizamo chanya na waweze kuchukua fursa sahihi na stahiki katika uongozi wa makampuni binafsi na makampuni ya umma. Naitwa Vida Nasari Mdolwa. Leo katika usiku huu mimi ni mwalikwa na labda mwisho wa siku natarajia kupata tuzo. Mimi nimetoka kwenye taasisi ya Graça Machel Trust chini ya taasisi ambayo inashughulika na wanawake wajasiriamali, inaitwa NABW Tanzania. Pia ni muasisi wa taasisi ya Women in Balance ambao pia ni waandaaji wa Kitchen Party Gala ambayo imetoka kufanyika hivi juzi tu hapa nikishirikiana na mwenzangu Dina Marios. Leo hii kwa kweli mimi nimefurahi kuwa sehemu hii kwa sababu inaonyesha ule msemo zaidi, wanasema wacha kazi kuzungumzie. Kazi inatakiwa izungumze wewe ni nani. Haina haja wewe kupiga kelele sana kusema wewe ni nani unafanya hiki, lakini kuna watu wakiona kazi yako inavyofika mbali na jinsi ambavyo unaacha alama kwenye maisha ya watu, basi wanakutambua na wanakuita, basi tunakupa hongera ili kukuweza kutia moyo zaidi na kuzidisha juhudi. Kwa mimi leo nimefurahi na kuwepo hapa kwa sababu ni msukumo, inanipa changamoto kufanya vizuri zaidi, inanipa msukumo zaidi wa kufikia wanawake wengi zaidi na kuacha alama na kuwasaidia waweze kufanikiwa katika biashara zao. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Charlotte Matula, coming all the way from Botswana. I'm excited to be one of the nominees for WIMA 2026. My first time as a nominee and as an awardee as the top 30 women. It's quite an exciting journey. I first heard about WIMA, I believe 2 years ago. And last year my friend said, you really need to get nominated and to participate, and here I am. In my background, I've got a history in financial services, over 20 years, having worked for some of the biggest banks, both locally and internationally. I currently run my own company that deals in corporate training and workplace learning. So we focus on cybersecurity, AI, and digital transformation in the continent, and I'm quite excited to be here. What can I say about WIMA? What I can say is that you cannot be a great leader if you have not been led by great leaders. And I've been fortunate to have had great leaders in my time and through my journey. Starting off as being a branch manager at 25 and being a CEO before the age of 40. And I could have only done that because I had the support of the people who led me. From Botswana to Tanzania. In fact, 10 years ago, I did do some work for Tanzania. I worked for Standard Chartered Bank, and I was at the Africa Regional Head for home loans and car loans for Standard Chartered Bank. So taking care of Botswana, Zambia, Kenya, Uganda, Tanzania, Ghana, and Nigeria in the mortgage space. So I'm excited to be here 10 years later.